Takribani watu 30 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa baada ya mlima mkubwa wa taka kuporomoka na kuangukia nyumba zilizokuwa karibu na mji mkuu wa Guinea Conakry kufuatia mvua kubwa iliyonyesha jana Jumapili, Agosti 23 mwaka 2026. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 8 usiku katika eneo la Dar es Salaam katika jiji la Conakry, ambapo dampo hilo liliporomoka ghafla baada ya mvua kubwa kunyesha. Taka na vifusi vilisukumwa kuelekea kwenye makazi ya watu na kusababisha nyumba kadhaa kuangukiwa na kifusi hicho pamoja na watu waliokuwa ndani. Mamlaka za Guinea zimesema zaidi ya watu 20 wamejeruhiwa katika tukio hilo, huku 6 kati yao wakiwa katika hali mbaya na wakiendelea kupatiwa matibabu. Waokoaji wanaendelea kuchimba katika maeneo yaliyofunikwa na taka na vifusi wakitafuta watu ambao huenda wako wamekwama chini. Guinea imetuma vikosi vya usalama ukiwemo wanajeshi, polisi na vikosi vingine vya uokoaji kushiriki katika operesheni ya kuwatafuta manusura na miili ya watu waliofariki. Waokoaji wanatumia vifaa mbalimbali katika kuondoa vifusi, huku kazi hiyo ikiwa ngumu kutokana na wingi wa taka na hali ya hewa iliyosababishwa na mvua. Ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo umeongeza ukubwa wa janga hilo. Mwanamke mmoja aliwaambia waandishi wa habari wa ndani kwamba watoto wake 5 wamefariki dunia katika tukio hilo. Kauli hii imeonyesha namna ambavyo familia nyingi zimeathiriwa, huku baadhi ya wakazi wakihangaika kuwatafuta ndugu zao waliopotea. Mamlaka zinaendelea kuhofia kwamba idadi ya waathirika inaweza kuongezeka kwa sababu bado kuna uwezekano wa watu wengine kuwa wamefunikwa na vifusi. Hadi wakati huo, viongozi walikuwa bado hawajaweza kubaini kwa hakika idadi kamili ya watu waliokuwa katika nyumba zilizoathiriwa wakati mlima huo ulipoporomoka. Waziri Mkuu wa Guinea ametembelea eneo la tukio ili kutathmini hali na kufuatilia moja kwa moja shughuli za uokoaji. Ziara yake imekuja wakati serikali ikikabiliwa na changamoto ya kuhakikisha uokoaji unaendelea kufanya kazi kwa kasi ili kuokoa manusura na kuwapata watu ambao bado hawajulikani walipo. Awali kiongozi eneo hilo Lansina Sila aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kulikuwa na hofu ya kutokea kwa idadi kubwa zaidi ya waathiriwa. Alisema wakati wa miili 18 ilikuwa tayari imepatikana na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti, huku shughuli za uokoaji zikiendelea. Tukio hilo limeibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa maeneo ya kutupia taka katika maeneo yenye makazi ya watu wengi, hasa wakati wa msimu wa mvua. Mvua kubwa inaweza kusababisha taka zilizokusanyika kwa muda mrefu kuyumba, kuporomoka na kusababisha maporomoko ambayo yanaweza kuwa hatari na kuathiri nyumba na miundombinu iliyo karibu. Waokoaji sasa wanaendelea na kazi ya kuchunguza eneo hilo, huku familia zikisubiri taarifa kuhusu ndugu zao. Serikali imeahidi kuendelea kufuatilia kwa karibu na kuratibu shughuli za uokoaji, wakati mamlaka zikitarajia kutoa taarifa zaidi kuhusu idadi ya vifo na majeruhi kadri operesheni hiyo inavyoendelea. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.